Yes, kwa majina naitwa Lembrus Mchome, ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro, lakini vile vile pia ni mjumbe wa baraza kuu la chama taifa. Nimependa leo niongee na Watanzania pamoja na wanachama wenzangu kwa sababu nimekuwa nikipokea simu nyingi sana za nini kinaendelea kutokana na sakata ambalo nilimwandikia katibu mkuu wa chama changu barua, katibu mkuu wa zamani Mheshimiwa John Mnyika, barua ya kwamba baraza kuu la tarehe 22 mwezi wa kwanza halikuwa na akidi, na hivyo basi maamuzi yote ambayo yalifanyika katika baraza kuu hilo, maamuzi hayo ni batili. Barua hiyo nilimwandikia siku ya tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2025. Na hata hivyo katibu mkuu wa zamani Mheshimiwa Mnyika alinijibu barua yangu tarehe 28, na barua niko nayo hapa. Barua hii alinijibu na akieleza kwamba moja kati ya mambo ambayo alieleza katibu mkuu Mheshimiwa Mnyika ni kwamba sina uhalali wa kuhoji kwa sababu sikuwepo kwenye baraza kuu hilo, kitu ambacho kwa kweli kinanishangaza kwa sababu vikao vile vikubwa vya chama vilikaa kwa muda wa siku 3, nikimaanisha baraza kuu la tarehe 20, mkutano mkuu tarehe 21 ambao ndio ulifanyika uchaguzi na tukampata mwenyekiti wetu mpya wa chama Mheshimiwa wakili msomi mwanasheria nguli Mheshimiwa Tundu Lissu. Na baada ya hapo tarehe 22 kikafanyika kikao kingine cha baraza kuu ambacho wao wanasema, na kuna mahali mwenyekiti wangu wa chama amenukuliwa akisema kwamba sikuwepo kwenye kikao hicho, ili hali nilikuwepo kwenye kikao hicho cha tarehe 22, na ndio maana kwenye vikao vikubwa hata stahiki zangu nilipatiwa. Sasa napata shida kuona kwamba stahiki zangu nilipatiwa, alafu mwenyekiti wangu wa chama anasema sikuwepo, lakini katibu mkuu wangu wa chama mwenyewe anasema sikuwepo kwa barua ambayo alinijibu. Lakini hata kama ningekuwa sipo, hii haiondoi uhalali au haileti uhalali wa katiba ya chama chetu kuvunjwa. Kwa hiyo nimeona kuna mahali katiba ya chama chetu imevunjwa, na ndio maana nikafanya hayo ambayo nimeyafanya. Kwa hiyo baada ya katibu mkuu Mnyika kunijibu barua yangu tarehe 28 mwezi wa pili, sikuwa nimeridhika na majibu hayo. Kwa hiyo nikajishauri na nikaona ni namna gani ambavyo naweza kufanya au hatua zipi ambazo naweza kuzichukua zaidi ili tuweze kulinda katiba, kanuni na miongozo ya chama chetu kama jinsi ambavyo inaelezwa kwenye katiba yetu ya chama ya mwaka 2006 toleo la 2019 kuhusiana na swala zima la uendeshaji au uendeshwaji wa vikao pamoja na maamuzi ambayo yanafanyika kwenye vikao. Kwa hiyo baada ya kutafakari kwa kina, nikaona upo umuhimu wa kumwomba msajili wa vyama vya siasa basi aweze kuingia kwenye hili na ili tuwe na uongozi ambao upo halali kikatiba. Kwa hiyo siku ya tarehe 15 mwezi huu wa 3 nimemwandikia msajili wa vyama vya siasa barua, na nimemwomba mambo makuu 4 kwenye barua yangu. Jambo la kwanza ambalo nimemwomba msajili ni achunguze uhalali wa kikao cha tarehe 22, kikao cha baraza kuu, ikiwemo kupitia nyaraka za kikao hicho, ikiwemo akidi, ile orodha ya wanachama ambao walikuwepo siku hiyo, lakini vile vile pia agenda za kikao hicho, na pia kuona ni namna gani ambavyo kulikuwa kuna watu ambao hawakuwa wajumbe halali wa kikao, lakini walipigia kura
kumthibitisha katibu mkuu, naibu katibu mkuu bara pamoja na Zanzibar, lakini vile vile pia wajumbe wale wa kamati kuu 5 ambao waliteuliwa na mwenyekiti wa chama. Na katiba yetu iko wazi. Katiba yetu iko wazi kwenye hilo. Ukiangalia ibara ya 7.3.2 ya katiba ya chama inaweka wazi na inaeleza kwamba katika vikao vya uchaguzi ni wajumbe halali tu wa kikatiba ndio wataruhusiwa kupiga kura. Wawakilishi wa wajumbe wa kikatiba kama watakuwepo, watatakiwa kutoka nje ya ukumbi wakati wa kupiga kura. Na tumeona na hii pia msajili anayo, katibu mkuu wetu wa zamani wa chama chetu anayo. Wapo wajumbe ambao niliwalalamikia ambao sio wajumbe wa kikao hicho, lakini walikuwa ndani na wengine wanaonekana wananyosha mikono. Mmoja wapo ni Nyamatara, Dr. Nyamatara Tengecha, lakini wapo kina Askofu Mapinduzi, wapo kina Askofu Mwamakula, walikuwepo kina Rose Mayemba na wengine wengi. Hasa ni jambo la uvunjifu wa katiba kama watu hawa walikuwepo ndani na wakapiga kura ili hali sio wajumbe. Kwa hiyo nimemwomba msajili pia apite kwenye hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo nimemwomba msajili ni kwa mamlaka alionayo kwa mujibu wa sheria za vyama vya siasa kubatilisha maamuzi yote yaliyofanyika kwenye kikao kile cha tarehe 22 cha baraza kuu kwa sababu hakikuwa halali. Maamuzi hayo ni pamoja na kubatilisha uteuzi wa katibu mkuu wa sasa Bwana John Mnyika, naibu katibu mkuu bara, naibu katibu mkuu Zanzibar, lakini vile vile pia wajumbe 5 wa kamati kuu walioteuliwa na mwenyekiti wetu wa chama taifa. Hilo ni jambo la pili ambalo nimemwomba msajili. Lakini jambo la tatu ambalo pia nimemwomba msajili ni maamuzi yote ambayo yamefanyika. Maamuzi yote ambayo yamefanyika na kamati kuu iliyoketi yoyote ile kuanzia tarehe 22 mwezi wa kwanza mpaka leo, kubatilisha maamuzi yote yaliyofanywa na kamati kuu kwa sababu kamati kuu hiyo haikuwa halali, kwa sababu ilikuwa ina wajumbe ambao sio halali. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la 4 na la mwisho ambalo nimemwomba nimemwomba msajili wa vyama ni kuitaka Chadema iitishe baraza kuu haraka ili wajumbe hawa wote, ili tuweze kufanya uteuzi upya kuanzia kwa katibu mkuu, naibu katibu mkuu bara, naibu katibu mkuu Zanzibar, pamoja na hao wajumbe 5 walioteuliwa na mwenyekiti wetu wa chama. Hasa nafanya hivi kwa sababu gani? Yanaongelewa maneno mengi sana kwamba Mchome anatumika, lakini nafanya hivi kwa ajili ya kukinusuru chama changu. Ninyi nyote ni mashahidi. Makamu mwenyekiti wa CCM taifa mzee Steven Wasira kwenye moja ya majukwaa alinukuliwa akiongea kwamba Chadema watu wenyewe hao wamechaguana tu, hata akidi haikuwepo. Imagine, huyo ni makamu mwenyekiti wa CCM taifa, na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni kweli tunasema no reforms no election. Sasa kama chama kitaamua kuchukua maamuzi ya kuingia kwenye uchaguzi, ninachokiangalia mimi kwa mujibu wa katiba yetu ya chama, wagombea ubunge wote wanapitishwa na kamati kuu. Je, itakuwaje kama hawa wagombea ubunge wataenda kuwekewa pingamizi na wagombea wa CCM kwamba wamepatikana kwa njia ambayo sio halali, wamepitishwa na kamati kuu ambayo sio halali? Ndio mambo ambayo mimi najaribu kuyaangalia kwa mapenzi mema ya chama changu.
na sio vinginevyo kama jinsi ambavyo watu wanaongea. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya msingi ambayo nimependa kuongea leo na ninyi wanachama wenzangu wa Chadema, lakini vile vile pia wa Tanzania. Chome, umezungumzia kwamba kwa mujibu wako wewe akija ikutimia na viongozi wote walioteuliwa na kupitishwa na wajumbe ambao walihudhuria kwenye hicho kikao ni batili. Sasa nini kifanyike wao viongozi, kwa sababu mpaka sasa hivi wako madarakani na wanaendelea na majukumu yao? Kwa ushauri wako wewe unashauri nini kifanyike? Asante. Nimeeleza kwenye barua ambayo nimemwandikia msajili wa vyama vya siasa nini kifanyike. Kinachopaswa kufanyika ni baraza kuu letu la chama ambalo lina almost wajumbe 400 liitishwe upya ili liweze kufanya uteuzi wa katibu mkuu, naibu katibu mkuu bara na Zanzibar, lakini vile vile pia liweze kupitisha wajumbe hao ambao waliteuliwa na mwenyekiti ili sasa wawe wajumbe halali na ili waweze kuendelea na kazi zao. Asante. Katika maamuzi haya ambayo naweza kukaita ni magumu umeyafanya, ni wazi yameibua mjadala mkubwa sana kama hivyo unavyosema unatumika na kadhalika. Kuna vitisho vyovyote ambavyo umevipata juu ya maamuzi haya mpaka sasa tangu umeanza? Na kwa kuongezea hilo jibu yote, umeonekana kwa jinsi utaratibu jambo hili ambalo unaliendesha mara baada ya uchaguzi wa chama ukamilika wa ndani, umeonekana kama uongozi ule uko sasa hivi haukuwa upande wako, ni kama ukufanya hili jambo ni kama unawapiga mawe. Je, tueleze una uhusiano gani kati ya wewe na uongozi wa sasa hivi wa Chadema mpya? Na hapo la mwisho hilo, msimamo wako juu ya no election no reform ni upi? Na hata pia kuhusu kampeni ya sasa ambayo Chadema wameamua kuwekeza nguvu kubwa sana kiasi cha kufanya mikutano na hadhara mikoani kama inavyoendelea tone tone. Neno lako ni lipi na msimamo wako ni upi katika hilo? Asante. Labda nianze na hili la vitisho. Nilieleza mara ya mwisho nilipoongea na waandishi wa habari nikiwa Arusha. Ni kweli vitisho vipo, kwa sababu hata press ambayo ilikuwa niifanye hiyo siku wapo vijana na niliwataja mmoja hapo. Nilitaja kwa majina yake, anaitwa Mzambia. Alikuja mahali ambako nilikuwa nafanyia press, eneo moja linaitwa Capital, liko maeneo ya CK, akiwa na wenzake wakanifanyia fujo na kusababisha nikashindwa kufanya press kwenye hilo eneo na kuhamia kwenye hoteli nyingine, nikaweza kufanya press. Kwa hiyo vitisho hivyo vipo na naamini mimi ninachokifanya nafanya kwa ajili ya kutafuta haki ambayo siku zote Chadema tumekuwa tukisimamia. Tumekuwa tukisimamia misingi ya haki, tumekuwa tukisimamia misingi ya tukiamini kwenye kufuata katiba. Kwa hiyo hivyo vitisho vipo na tunakabiliana navyo, lakini vile vile pia vipo vitisho vingine hata vya kunifukuza wanachama pamoja na uongozi. Na hata leo nimepokea simu nyingi sana za vitisho vya kufukuzwa wanachama na kwenye baadhi ya magrupu nimeona hata msemaji wetu wa chama, nikimaanisha mkurugenzi wa habari pamoja na uenezi, ametoa maelekezo sehemu fulani. Kwa hiyo nitaulinda wanachama wangu kwa namna yoyote ile. Nitajua kwamba ninafanyaje, kwa sababu yako mambo mengi ambayo naweza kuyafanya kwa ajili ya kulinda wanachama wangu, kwa sababu nimekulia kwenye hiki chama. Nimeingia Chadema tangia mwaka 2007 mpaka leo niko Chadema. Sijawahi kuwa mwanachama wa chama kingine chochote kile kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nitaulinda wanachama wangu kwa namna yoyote ile, nitaona kwamba ninafanyaje. Lakini umezungumzia msimamo wangu juu ya no reforms. Chadema siku zote tunasimamia kwenye misingi ya kufuata katiba.
Tumelalamika mara nyingi sana kuhusiana na swala zima la chaguzi ambazo zinafanyika kwenye nchi yetu. Tumeongea mara kadha wa kadha. Nyie mtakuwa mashahidi. Uchaguzi wa 2020 mliona jinsi ulivyokuwa. Uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 mmeona jinsi ulivyokuwa. Uchaguzi wa 2024 mwaka jana serikali za mitaa mmeona jinsi ulivyokuwa. Nchi hii inahitaji kuwa na mfumo mzuri wa uchaguzi ili tuweze wananchi wapate kiongozi ambaye wanamtaka. Tukiendelea na mfumo uliopo leo hii, ni dhahiri kwamba hatutaka tuitoe CCM madarakani, kwa sababu wameshaona sasa kwamba wana uwezo wa kuchezea chaguzi zetu na wana uwezo wa kuchezea maamuzi ambao wanayafanya wa Tanzania. Kwa msimamo wangu uko pale pale, no reform no election. Huo ni msimamo wangu, japokuwa msimamo huo ulipitishwa na kamati kuu ambayo ndani yake haina wajumbe halali. Wapo wajumbe ambao sio halali, lakini na ni moja kati ya vitu ambavyo nimeomba viondolewe, lakini hatuna haja ya kushiriki uchaguzi wa mwaka huu kama hatutapata hizi reforms ambazo tunaziongelea. Lakini vile vile pia umeongelea swala la tone tone. Hii ni moja kati ya kampeni bora kuwahi kutokea ndani ya chama chetu. Ni moja kati ya vitu ambavyo vimebuniwa na vinaanza kuleta au kuonyesha mwanga ndani ya chama chetu. Kwa hiyo hii tone tone watu waendelee kuchangia na ili tuweze kufanya shughuli za chama kama namna ambavyo sasa hivi tunaendelea na shughuli za chama. Lakini umeongelea mahusiano yangu, umeuliza mahusiano yangu mimi na uongozi uliopo sasa hivi. Mimi sina shida na mwenyekiti wangu wa chama, wala sina shida na makamu mwenyekiti wa chama, wala sina shida na yoyote yule. Shida yangu mimi ni katiba, kanuni na miongozo ya chama ifuatwe. Sina tofauti na viongozi wangu hawa, wengi nimefanya nao kazi, ninawajua. Lakini cha muhimu tufate misingi ya katiba, na kwa sababu Chadema tumekuwa tukijitanabaisha miaka yote kwamba tunakemea uvunjifu wa katiba. Kwa hiyo sina shida na viongozi hawa. Shida yangu mimi ni njia iliyotumika kuwapata hawa wengine, kuanzia katibu pamoja na manaibu wote wawili bara pamoja na Zanzibar, na wale wajumbe 5 wa kamati kuu walioteuliwa na mwenyekiti wa chama taifa. Asante. Kwa mara nyingi kwenye siasa zetu tumezoea kuona wanachama kama ninyi mnavyo wana hoja dhidi ya viongozi hususan wa ngazi ya juu. Mara nyingi mmekuwa mkiondolewa kwenye nafasi hizo. Sasa swali langu ni kwamba uhofi kuondolewa kwenye nafasi yako ya uongozi kwa haya unayoyafanya, na kama ukiondolewa umekusudia kufanya kitu gani? Niunganishe na maswali mengine mawili ya kwangu. Swali la kwanza, bahati nzuri ya chama chenu cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni chama ambacho kina wanasheria wengi. Nikisema ni chama ambacho kina bahari ya wanasheria sitakuwa nimekosea. Na ni watu ambao wana observe na wanashinda baadhi ya kesi, na kesi zingine muhimu sana wanazishinda. Kwa nini umekuwa tu peke yako? Yaani wewe tumchome peke yako ndo mtu pekee wa kuona kwamba kuna kasoro kwenye baraza kuu, kuna uteuzi ule una kasoro kama wajumbe wa kamati kuu pamoja na katibu mkuu na viongozi wengine wale wawili. Swali la pili, unapata wapi nguvu ya kumtumia Wasira kama mfano wakati huu kwamba amekosoa akili ya chama chenu, aliyakuwa mkutano wa chama chao ambao umemteua mwenyekiti wao kuwa mgombea urais na yule wa Zanzibar umeonekana kuwa una changamoto na wenyewe. Unakuwaje unapata nguvu ya kumtumia huyu kwenye kukikosoa chama chenu, mtu ambaye yeye na chama chake inaonekana kuna matatizo ya ukikwaji mkubwa katiba kuliko hata huo kwenu ambao unaosemea? Mimi naweza niongeze kidogo kwenye hayo maswali ambayo wenzangu wametangulia. Lakini moja ya jambo ambalo umeonekana kulishtaki ofisi ya msajili ni maamuzi yaliyofanywa na kamati kuu hii ambayo unaonesha kuipinga. Na umetaja moja ya maamuzi hayo
ni tone tone na no reform no election, lakini naamini watu wengi hapa tutakuwa mashuhuda. Sijui labda pengine umeteleza ama la utaweka sawa sawa. No reform no election kwa mara ya kwanza ilitangazwa mwezi wa 12 na mwenyekiti aliyemaliza muda wake Freeman Mbowe, kwa maana ya yeye na chini ya uongozi wake ndio ambao walisimamia na wakaitangaza no reform no election. Lakini ikaja pia kupitishwa kwenye kikao cha baraza kuu la tarehe 20 kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 21 na 22 ambao Tundu Lissu aliingia madarakani. Unaposema hii nayo sio batili, tafsiri yake ni kwamba hata uongozi uliokuwa chini ya Mbowe hautambui ama la? Hilo swali langu utakuja kulijibu. Lakini jambo lingine ni kwamba kuna swali ambalo liulizwa hapa, naweza nikazia, ni kwamba mkakati wako huu unaonekana ni kama mkakati wa kuvuruga mfumo wa Chadema ulioko sasa, na hii kielezwa ni kwamba ni kama wewe tu kubaliani na viongozi walioko sasa, ni kama sehemu ya madonda ya uchaguzi yaliyopo, kwa sababu viongozi walioko madarakani sio wale ambao unawaunga mkono. Na hii si kwa sababu tu ya barua ulioituma wakati huo. Wakati unatuma barua ya kwanza ofisi ya katibu mkuu ya kupinga utaratibu ulipeleka nakala kwenye ofisi ya msajili, jambo ambalo lilitafsiriwa kwamba ni dhamira mbaya dhidi ya chama chako, kwa sababu hata katibu mkuu wako alizungumza katika mitandao ya kijamii kwamba kama dhamira ilikuwa njema, kwa nini barua yako ya kwanza kabisa ambayo umeipeleka ulimkopi msajili, badala yake ukusubiri taratibu za chama ndani zishindikane ndipo uende katika maeneo mengine? Unaweza ukasema nini kwenye hili? Lakini umetaja pia kuhusu issue yako ya kutishwa. Acha mambo mengine ambayo kutishwa, sijui kufukuzwa wanachama, ambao pengine ni mikakati ya chama zaidi. Lakini kuna ajenda za katika matisho hayo, manake kuna sababu nyingine za kiusalama ambazo zinahusu masuala mengine ikiwemo vyombo vya dola, hususan jeshi la polisi. Umesha kufikisha kwenye jeshi la polisi malalamiko yako haya ama wasiwasi wako huu kwamba usalama wako uko shakani? Asante. Labda nianze na hili la mwisho la kuhusiana na usalama wangu. Kama nilivyoeleza, ni kweli kumekuwa na vitisho, na jambo hilo lilifanyika mara moja kwenye hoteli ya Capital, na ni ukweli sijaenda polisi, ila ninachukua tahadhari. Nachukua tahadhari nikiona kwamba kuna haja ya kwenda kutoa taarifa polisi, basi kwa wakati huo ndio utakuwa wakati sahihi wa mimi kwenda kwenye vyombo vya usalama kutoa taarifa. Lakini umeongelea kwamba jambo hili ni mkakati wa kuivuruga Chadema. Labda niseme tu, mimi mkakati wangu mkubwa ni kukinusuru chama changu. Mkakati wangu mkubwa ni kuona chama changu kinasimama kwenye misingi ambayo miaka yote tumekuwa tukijijenga katika hiyo, ambayo ni msingi wa kuheshimu kanuni, katiba pamoja na miongozo ya chama chetu. Lakini ni lengo langu, mkakati wangu ni kukiona chama changu kinazidi kuwa imara, kukiona chama changu kinazidi kuwa bora. Na ndiyo maana nimeeleza hapa, ndiyo maana nimeeleza kwamba kwa nini ninafanya hili, na nimeweka wazi ni kipi ambacho nakiona mbele kama itatokea chama chetu kitashiriki kwenye uchaguzi mkuu, kama itatokea chama kitashiriki. Ninaona namna ambavyo wabunge wetu watakavyoinguliwa kutokana na kwamba wamepitishwa na kamati kuu ambayo ina wajumbe ambao sio halali. Sasa kwa mkakati kama huu hauwezi ukasema kwamba ni mkakati wa kuivuruga Chadema. Hapana, ni mkakati wa kuinusuru Chadema. Lakini umeeleza kwamba kwa nini nilipeleka barua kwa msajili, barua yangu ya kwanza kwa msajili wa vyama vya siasa. Kwa mujibu wa sheria zetu za vyama vya siasa, msajili wa vyama vya siasa ndio mlezi wa vyama vyote hivi, na ndiye msimamizi mkuu wa chaguzi, msimamizi mkuu wa kuhakikisha kwamba vyama hivi vinafata katiba na kanuni zake ambayo imejiwekea. Na ndio maana ili chama kisajiliwe lazima upeleke katiba ya chama kwa msajili, akipitie, akiona katiba hiyo haiathiri chochote, chama chako kitasajiliwa. Sasa na kwenye
kwenye sheria hii ya vyama vya siasa inataka chama chochote kile mahali ambapo kinaenda kufanya maamuzi lazima ofisi ya msajili iwepo. Mtakumbuka wakati Chadema inaondoa wale dada zetu na mama zetu wale 19, mtakumbuka pale Mlimani City Sisti alikuwepo na alishuhudia zoezi la upigaji kura wa baraza kuu la kuthibitisha sasa kwamba kina Halima pamoja na wenzake sio wanachama tena wa Chadema. Alishuhudia zoezi hilo. Na hata juzi kwenye chaguzi mwaka huu ambazo tumefanya, Sisti alikuwepo. Ofisi ya msajili ilikuwepo. Tarehe 2021 pamoja na tarehe 22 msajili ofisi yake ilikuwepo. Sasa kwa sababu msajili alikuwepo na tunamwalika kwenye haya mambo, kuna ubaya gani kumshirikisha msajili ambaye ndiyo msimamizi wetu sisi kama vyama vya siasa? Kwa hiyo sikuona dhambi, na ndio maana nilimwandikia katibu mkuu nakala nikampa msajili wa vyama vya siasa, kwa sababu obvious kama nisingerizika na maamuzi ambayo yametolewa na chama changu lazima ningeenda kwa msajili wa vyama vya siasa. Kwa hiyo mimi sioni kwamba kuna ubaya wowote juu ya hilo. Lakini nimeongelea swala la tone na reform. Baraza kuu ni kweli lilipitisha neno la no reform no election, lakini ajenda hii ilirudishwa kwenye kamati kuu ili sasa iweze kupangiwa mkakati wa namna gani ya kuweza kuiendesha hiyo no reform no election. Ni namna gani ya kuandaa umma kwa ajili ya no reform no election. Sasa hapa mimi ninachopinga ni ile mikakati ambayo imewekwa, na ndio hiyo ambayo nataka ibatilishwe, turudi tena tukiwa na wajumbe halali wapitisha. Hata kama itapitishwa mikakati hii waipitishe ikiwa sasa na wajumbe halali wa kamati kuu. Asante, sijui kama kuna ambalo sijajibu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wewe unakubaliana na swala la no reform no election, lakini ukubaliana na mikakati ya kuiendesha no reform no election. Na kama ukubaliana na hiyo mikakati, unaamini katika utafsiri wa hiyo no reform no election mikakati yake ya kuiendea ilipaswa kuwaje? Kwa sababu wakati inatangazwa tunakubaliana kwamba ilitangazwa mwezi wa 12 Mbowe akiwa mwenyekiti wa chama hicho. Asante. Na mikakati hii ya no reform no election, ninachosisitiza ni kwamba maamuzi haya au mikakati hii ilipitishwa na wajumbe wa kamati kuu ambao sio halali. Kwa hiyo ninachotaka mikakati hii ipitishwe na kamati kuu ambayo ina wajumbe halali. Huo ndio msisitizo wangu.